Naam, mashaallah bwana. Kwa kuwa umeuliza na unataka kujua, binafsi napenda sana watu ambao wanataka kujua. Kwa sababu katika kujua, kuuliza ndiko mtu unapata elimu ili uweze kufahamu. Umesema Mahdi, na kama atashuka mbinguni, atashuka na ndege gani? Na kama atazaliwa katika ukoo upi? Kwa mujibu wa maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mahdi hatotoka mbinguni. Mahdi atazaliwa. Na maana akasema katika hadithi kwamba ambayo Imamu Abu Daud ameipokea. Anasema hata ikabaki siku moja katika hii dunia, Allah atairefusha mpaka amlete mja katika waja wake anayetokana na mimi, ambaye huyo mja jina lake ni sawa na jina langu na lake la mwisho sawa na jina la baba yangu. Alikuwa anakusudia mtu kutoka katika nyumba yake. Tukisema nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunakusudia familia ya Mtume. Mtume alikuwa na mabinti, miongoni mwa binti wake ambaye tunamfahamu sana maarufu ni Fatima radhiallahu anha. Sasa Mahdi nasaba yake muungana mpaka kwa Fatima. Huko ndiko ambako imeungana. Sasa Mahdi atatokana na nini, katika ukoo upi? Mahdi inavyoonekana kwa sisi tulivyofuatilia maelezo yote na sifa zote, Mahdi atatokana na ule ukoo wa utawala pale ulioko pale saizi, ule wa King Salman. King Salman, tuelewane, sio ukoo wa Muhammad Salman. King Salman, mfalme wa sasa wa Saudia. Sio yule crown prince, mfalme ambaye saizi yuko maututi. Kwa hivyo ndani yake kwenye kauli ya ufalme ndiko yuko Mahdi. Na Mahdi sasa hivi kashazaliwa. Sema nini? Muda wake wa kutambulika bado, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza mpaka pua ya Mahdi itakuwa vipi. Itakuwa kubwa kama yangu au itakuwa vipi? Kaelekeza mpaka macho, mpaka uwaraza utakuwepo, mpaka mwili wa giant, mwili mkubwa, giant body. Kaeleza vingi sana Rasul sallallahu alaihi wasallam kuhusu Mahdi. Na akasema Mahdi atatambuliwa akiwa na umri wa miaka 40. Atakwenda kufanya tauba. Baada ya nini? Anasema baada ya mweka hazina wao kufariki, patatokea vita baina yao. Yaani mweka hazina manake ni mfalme. Mfalme akifariki, patatokea vita pale Saudia. Watu kama wanafuatilia utagundua saizi pale Saudia wana ugomvi kati ya prince aliyopo madarakani saizi na watoto wengine wa mfalme. Wanasema huyu mtoto prince huyu sio wa ndoa, kwa hastahiki kuwa kiongozi wa nchi. Kwa mfalme akifariki, manake patatokea vita baina yao, itapelekea Mahdi kukimbia pale. Na kwenda wapi? Madina. Atakapoenda Madina atakwenda kuomba tauba. Hii ina maana gani? Mahdi yuko pale, tena huenda akawa ni mtu wa dunia sana, mtu wa kupenda starehe sana, na litapelekea yeye akafanya tauba. Mtu wa kuchoma Uislamu, kuingiza mikataba ya hovyo, kukubali mambo ya hovyo yaingie ndani ya nchi ya Kiislamu kama ile. Kwa hivyo Mahdi ataenda Madina, atafanya tauba, na atakaporejea Makami Ibrahim, atakaporejea pale, aidha Allah kajalia nikawa mimi, ukawa wewe, akawa mwingine ambaye ana basira, Allah kamjalia maono pale Makami Ibrahim, watakuwepo pale watakuwa pale wanafanya zao ibada, ndio watakayemuona, watasema wewe ndiye Mahdi. Asa mimi na wewe tuko Tanzania, Sheikh, siwezi kumpointi huyu ndio Mahdi. Shaambiwa katika Kaaba. Mimi niko Tanzania. Kwa hivyo mimi binafsi katika maelekezo ya Mtume
naweza nikakupa taswira kwamba huyu fulani mbona anaingia kwenye sifa za Mahdi na kadhalika. Lakini maelekezo yanajitosheleza na jukumu lake yeye Mahdi. Atakapotokea, atakapomuona wewe ndio Mahdi, akili yake kisha jua mimi ndio mlengwa. Tutaona anavyoanza kufanya. Yale anayoyafanya ndio tutajua haya ndio mtume yaelekeza au ndio tumepigwa. Maana moja ya jukumu lake ni kurudisha Uislamu tena utawale. Uislamu ushike tamati duniani. Ndio jukumu la Mahdi. Kwa hivyo ndugu yangu, kiufupi juu ya Mahdi nafikiri mpaka hapa tumeelewana. Allah tabaraka wa taala tusimamie na atujalie zaidi ya ilmu na ufahamu, tupate kukumbushana mambo kama haya adhimu na muhimu sana kipindi hichi ambacho tunaishi. Ahmadiyya bwana ni mtihani mkubwa. Kama huenda wewe ulikuwa umeingia huko lakini hujajua vizuri, lakini wallahi huko kuna mtihani sana. Sio sehemu kabisa ya wewe kuweza kushikubakia. Kuwa Muislamu, usikimbilie madhehebu. Wewe kuwa Muislamu. Kuwa Muislamu, shikamana na Qur'ani na hadithi zenye kuendana na Qur'ani, sio hadithi za kutungwa tungwa. Na kuna nakushauri hivyo. Ondoka huko, kuwa Muislamu, kuwa mja wa Allah, kuwa muumini, fuata Qur'ani na hadithi zenye kuendana na Qur'ani. Hama huko ulipo. Huko upo shimoni Sheikh. Hawa watu ajenda zao ni za kipagani tu. Wanaaminigi Mungu atawali duniani, Mungu anatawala kiroho. Ni kama wale ambao tumewataja katika suratul Fatiha mwishoni. Naposema ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yani waladdallin, waliopotea wale. Wenye waamini Mungu ana utawala wa mbingu na ardhi. Wao wanaamini Mungu anatawala mbinguni huko. Chini huko ardhini tuna haki ya kushika binadamu. Ndio maana wanashirikiana na watawala. Kwa hivyo ni mwendo wa kuachana na madhehebu kama hayo au madhehebu yoyote yale sasa hivi. Baki na Qur'ani, shika hadithi. Basi Allah tabaraka wa taala atusimamie.